Moja kati ya taarifa kubwa kutoka huku mkoani Kursk nchini Urusi, ambako wanajeshi wa nchi hiyo wanasonga mbele katika urejeshaji wa makazi hayo ambayo yaliweza kukaliwa na vikosi vya Ukraine tangu mwezi Agosti ya mwaka 2024. Taarifa kubwa ambayo pia imejiri katika wikendi hii, yani Machi 8 hadi Machi 9, na tangu kabisa mwa wiki iliyopita, ni kuhusu ukombozi mkubwa wa mkoa wa Kursk au baadhi ya makazi yalioko jimbo la Kursk. Taarifa ambayo imeripotiwa kutoka huko nchini Urusi na shirika la habari la TASS, pia kwa mujibu wa makadirio na ripoti ya Wizara ya Ulinzi ya Urusi ambayo imenukuliwa na shirika la habari la TASS, ni ya kuwa vikosi vya Urusi hadi sasa vimekomboa takriban makazi 32 katika jimbo la Kursk. Taarifa kamili imeripotiwa ya kuwa wanajeshi wa Urusi wamekomboa makazi takriban 32 katika mkoa wa Kursk tangu Agosti mwaka jana 2024. Hii pia ni kulingana na makadirio ya shirika la habari la TASS kutoka nchini Urusi, hasa kulingana na ripoti kutoka Wizara ya Ulinzi ya Urusi kuhusu kile ambacho pia kimefanyika huko mkoani Kursk tangu Agosti mwaka jana 2024 hadi Machi 9 ya mwaka 2025, ambapo katika Machi 8, yani Jumamosi wiki iliyopita, na Machi 9, Jumapili iliyokwisha kupita jana pekee, hatua za kuamua za vita vya kaskazini zilisababisha ukombozi wa makazi 7 pamoja na Malaya Lokinya, Cherkasskoye, Porochnoye, Kositisia, Lebedevinka, Viktorovka, Nikolayevinka na huko Staraya Sorochina. Pia kupitia 0679 61 9650 na rejea tena, yani 0679 61 9650. Hii ni nambari pekee pia ambayo itakuwezesha kujiunga na grupu letu la WhatsApp, ambako pia huko unapata nafasi ya kushuhudia operation za kijeshi au matukio moja kwa moja kutoka mstari wa mbele wa kivita huko Urusi na Ukraine. Unaweza ukashuhudia matukio hayo na kujiunga na grupu letu la WhatsApp ili pia kushuhudia matukio hayo kwa kulipia kiasi cha shilingi 2500 peke yake kwa nambari ambayo nimekutajia, nambari ya Tigo Pesa au Mixx by Yas kwa sasa ya 0679 61 9650. Basi pia nakukaribisha sana ujiunge na grupu letu la WhatsApp ili pia kupata taarifa hizi na matukio hayo ya moja kwa moja kutoka mstari wa mbele wa kivita, ambako katika mwezi wa pili peke yake pia jeshi la Urusi liliweza kupata udhibiti wa maeneo 5 ikiwemo Pogrebinka, Olovinka, Nikolski, Novaya Sorochina pamoja na huko Sivadelikovo. Na kufikia Januari 17, 2025, Wizara ya Ulinzi ya Urusi iliweza kuripoti ya kwamba takriban 63.2 zikiwa ni sana kilomita za mraba 801 ya mkoa wa Kursk ambao hapo awali ulichukuliwa na jeshi la Ukraine, yani kilomita za mraba 1268 zilikuwa zimekombolewa kutoka mikononi mwa jeshi la Ukraine. Wakati wa wiki mbili za kwanza za Januari mwaka huu 2025, kama sehemu ya shughuli za kukera, vitengo vya vita vya kaskazini viliweza kukomboa makazi 4, yaani huko Alexandria, Leonidovo, Ruskoye, Porochnoye na huko Krugenkoye. Pia eneo la Nikolayevo Darino lilikombolewa mnamo Januari 31 kutoka mikononi mwa jeshi la Ukraine. Disemba 2024, jeshi pia liliweza kukomboa makazi 3 ikiwemo huko Plekovo, Darino na Novo Ivanovinka, ambako mwezi wa 9 2024 kulionekana idadi kubwa zaidi ya makazi yaliyorudishwa na kufikia makazi 12. Makazi hayo pia ilikuwa ni pamoja na Usipenovinka, Boki, Apanosivinka, Biakovo, Vishnevinka, Viktorovka, Vineza Pinoye, Kodayevinka,
Obukovinka, Sinagosti pamoja pia na huko Krasno-Kitiabinskoye. Inakumbukwa pia mkoa wa Kursk uliweza kukumbwa na mashambulizi makubwa kutoka vikosi vya Ukraine tarehe 6 Agosti 2024, ambako pia hali ya hatari ya shirikisho iliweza kutumika katika eneo hilo, huku raia wakihamishwa kutoka maeneo ya mpakani mkoani Kursk, ambako hadi sasa pia kwa mujibu wa Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema ya kuwa Kyiv imepoteza zaidi ya wanajeshi 65,000 tangu mapigano hayo yaanze katika jimbo la Kursk, ambako operation ya kuondoa wanajeshi wa Ukraine bado inaendelea katika maeneo ambayo bado vikosi vya Ukraine vimesalia au kushikilia katika jimbo hilo. Pia kupitia 0679 61 9650 na rejea tena, yani 0679 61 9650. Hii ni nambari pekee pia ambayo itakuwezesha kujiunga na grupu letu la WhatsApp, ambako pia huko unapata nafasi ya kushuhudia operation za kijeshi au matukio moja kwa moja kutoka mstari wa mbele wa kivita huko Urusi na Ukraine. Unaweza ukashuhudia matukio hayo na kujiunga na grupu letu la WhatsApp ili pia kushuhudia matukio hayo kwa kulipia kiasi cha shilingi 2500 peke yake kwa nambari ambayo nimekutajia, nambari ya Tigo Pesa au Mixx by Yas kwa sasa ya 0679 61 9650. Basi pia nakukaribisha sana ujiunge na grupu letu la WhatsApp ili pia kupata taarifa hizi na matukio hayo ya moja kwa moja kutoka mstari wa mbele wa kivita. Licha ya operation za huko mkoani Kursk, pia imeripotiwa na mtaalamu wa kijeshi anayefahamika kama Andrei Marochiko ya kuwa katika wiki iliyopita peke yake wanajeshi wa Urusi waliweza kuondoa karibu wanajeshi 4800 wa Ukraine na mamluki wa kigeni kwenye uwanja wa vita katika Jamhuri ya Watu wa Lugansk. Katika wiki ya Februari 22, Ukraine iliweza pia kupoteza askari na mamluki 4510. Marochiko aliweza kusema hivyo kwa shirika la habari la TASS kutoka Moscow Machi 3 mwaka huu, ambako uchambuzi wa mwendo wa operation maalum za kijeshi kwenye uwanja wa vita katika Jamhuri ya Watu wa Lugansk katika wiki iliyopita unaonyesha kuwa vikosi vya jeshi vya Ukraine vilidumisha zaidi ya majeruhi 4780, ikiwa ni pamoja na askari wa Ukraine na mamluki wa kigeni kutokana na vitendo vya vikundi vya vita vya Urusi kaskazini, kusini na magharibi, likiwa ni ongezeko la 270 kutoka kwa data ya Wizara ya Ulinzi ya Urusi iliyoripotiwa wiki iliyokwisha kupita, ambako pia Marochenko alisema askari wa adui yani Ukraine walipata hasara kubwa zaidi kutokana na vitendo vya kikosi cha vita kusini katika makazi hayo. Pia katika wiki iliyopita vikosi vya Urusi viliweza kuharibu vifaru 9 vya Ukraine, bunduki 77 za shambani, mifumo 16 ya vita vya elektroniki na betri za counter, bohari 22 za silaha za shambani na zaidi ya magari 240 ya kivita ya Ukraine kutoka katika eneo hilo.